Aliyekuwa mtendaji wa kata ya Mzingani leo hii amebadilishiwa ofisi na kupelekwa katika kata ya Kiomoni, na aliyekuwa mtendaji wa kata ya Kiomoni kuhamishiwa katika kata ya Mzingani. Lakini niko nao hapa, wanazungumziaje kuhusiana na uhamisho huu? Mimi naitwa Nasir. Leo tumeona kuna uongozi umeweza kubadilika. Nini hasa chanzo ambacho kimepelekea? Hii ni utaratibu wa kawaida kwa watendaji kufanyia uhamisho kutoka kata kwenda kata, hata mtaa kwenda mtaa kwenda kata nyingine. Ni taratibu ya kawaida tu, na hili ndio limefanyika tu. Linajulikana akiwa mtendaji amekaa muda mrefu, basi ana uwezo wa kuhamishwa na kuendelea kufanya kazi nyingine, lakini hakuna changamoto. Nimefanya kazi muda mfupi tu na mtendaji aliyekuwepo, tumeanza kwenda vizuri, na sasa amekuja mpya. Nina uhakika nitaenda naye vizuri zaidi ili tuweze kutimiza ile azma yetu ya sisi tuliokabidhiwa na Chama cha Mapinduzi ya kuhakikisha wananchi hawa wanatatuliwa kero zao, lakini na kutengeneza mazingira mazuri kwa wananchi ya kufanya biashara, ya kutengeneza hali nzuri ya uchumi, ambayo hii ndio sera kubwa ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wake. Asante. Anayetoka na anayekuja anaitwa nani? Anayetoka anaitwa Bwana Peter Ruta na anikuja anaitwa Bwana Shabani Ali. Wote hawa ni vijana bado. Kwa hiyo na mimi nimefurahi zaidi, kwanza alikuja kwa sababu ni kijana. Najua mchaka huu atauweza vizuri, kwa sababu nina mpango wa mchaka mkubwa katika kata yetu hii. Nina mpango wa kutengeneza kliniki za kupita kwenye shina hadi shina, mtaa hadi mtaa, kuweza kusikiliza kero za wananchi wetu wa Mzingani na kuhakikisha tunazitatua. Kama sio kuzimaliza kabisa, basi tuwe tumepata mwafaka wake wa kuweza kuzitatua kero hizo. Asante. Bila shaka mtendaji anayetoka mmeweza kwa namna moja ama nyingine kuishi naye kwa wema. Yapi ambayo amekuachia pengine utakuja kuyasahau, lakini pia unamwambiaje kwenye safari yake huko anakoenda? Nimeanza safari naye vizuri, tumeshirikiana vizuri, tumekuwa na mambo mengi amekuwa akinishirikisha na kunipa taarifa, lakini amekuwa mwepesi, na mimi nikiona kero kwa wananchi, basi ninapompelekea ile kero amekuwa akijaribu kuifanyia kazi kwa uharaka sana. Kwa mfano, nilikuta hapo katika mtaa wa Bondeni kulikuwa na shimo ambalo lilikuwa wazi, ameweza kuipokea ile kero na kuweza kuifuatilia kwa haraka, na nimefanya follow up na mimi kwa kumrudia baada ya siku ya 3, akanionyesha mrejesho aliopata, na kweli alikuwa anafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kasi hiyo ndio kitu ambacho nitaendelea kukikumbuka, kwa sababu mimi ni mtu wa kasi, napenda matokeo chanya. Tukiamua kufanya jambo lisiishie katikati, twende tuhakikishe mpaka tunamaliza, ili kuhakikisha kile kiapo nilichokula cha kuwa diwani wa kata ya Mzingani, na kiapo kile cha kuhakikisha kwamba nakwenda kuwa moja ya wasaidizi wakubwa wa Daktari Samia Suluhu Hassan, kuhakikishwa kama rais wetu hatiwi midomo mibaya na wana Mzingani, basi ni mimi kwenda kujituma na kuweza kushirikiana na mtendaji wa kata huu kutatua kero za wananchi wa Mzingani na wananchi wa jiji la Tanga kwa ujumla. Majina yangu naitwa Ruta Peter Rutemerwa. Mimi nilikuwa afisa mtendaji wa kata ya Mzingani. Nimehamia hapa Januari 16 mwaka 2023, na juzi nimepata barua ya uhamisho wa kituo kipya na hamia kata ya Kiomoni. Kwa hiyo siku ya leo ilikuwa rasmi kwa ajili ya kumkabidhi mtendaji mwenzangu ofisi mpya ya kata ya Mzingani, ambaye ni mtendaji mpya. Kwa hiyo nilikuwa namkabidhi ofisi, na tumeshukuru tumekabidhi mbele ya wajumbe wa DC ambao ni wenyeviti wa mitaa pamoja na mheshimiwa diwani. Katika kata hii changamoto na mazuri ambayo umeona ni yapi zaidi? Changamoto ni zile za kawaida za masuala kidogo. Kulikuwa na masuala kidogo ya uhalifu hapa na pale wa hawa vijana ambao kidogo walikuwa wanaita vishandu, hawa wapikipiki wanapora watu. Lilikuwepo kama wiki 3 zilizopita, lakini limepotezwa baada ya kuwasiliana na polisi kata. Amefanya utaratibu mzuri kwa kuwasiliana pia na maaskari wengine, wamefanya msako vizuri, wamewakamata, na swala hilo kwa hivi sasa tunashukuru halipo. Lakini tunatakiwa jitihada za kuendelea kufanya ulinzi pamoja na ulinzi shirikishi. Kuna baadhi ya mitaa na vikundi vya ulinzi shirikishi, kwa hiyo ile pia na lenyewe linasaidia
na changamoto hiyo na uhakika kabisa kwamba itapotea kabisa. Kwa majina naitwa Shabani Athmani, ni mtendaji wa kata ya Mzingani. Leo nimepata fursa kukabidhiwa ofisi na Bwana Ruta ambaye alikuwa ni mtendaji wa kata wa hapa. Kwa hiyo nimefurahi sana kufika kwenye kata hii. Nimekuta ni kata ambayo ina ushirikiano mzuri kutoka kwenye ngazi ya chama mpaka serikali, lakini pia ni kata kwangu ambayo ni mpya. Nategemea nitakutana na changamoto nyingi, lakini pia ninategemea kujifunza zaidi kutokana na mazingira ya kata hii. Mimi ninaitwa Asia Abdi, ni mwenyekiti mtaa wa Majengo Mapya. Kusudio hasa la kukutana hapa, tumekuja kukabidhishwa mtendaji kata mpya katika kata yetu ya Mzingani, na tumempokea. Tunasema alhamdulillah, tutashirikiana naye kwa umoja na kwa utendaji wa kazi pia tuko naye pamoja. Lakini ametuachia historia kubwa sana. Ametuachia jengo jipya la mtendaji kata katika mtaa wa Mzingani. Amepambana sana akiwa yeye na watendaji wenzake na sisi viongozi serikali ya mtaa. Kwa kweli amepambana. Na kesho Mungu akijali tunahamia katika ofisi mpya. Tunawakaribisha wananchi wote wa kata ya Mzingani katika ofisi yetu mpya ya mtendaji kata Weo. Karibuni sana wakazi wa Mzingani. Ametuachia upendo, umoja na mshikamano. Ametufundisha jinsi ya kuwa pamoja na wananchi na kuwahudumia vizuri na kwa ufasaha. Hiyo ni dhana au ni hazina moja kubwa sana katika nchi au katika kata. Kwa hiyo kama aliletwa kuwahudumia wananchi, kweli alitimiza, na alikuwa anasikiliza kila mwananchi, kila kilio cha mwananchi na kila kero ya mwananchi ilikuwa ikamkera kwa ufasaha, na alikuwa kaitatua kwa jinsi ya kadiri Mungu alivyomjalia. Kwa hilo tunamshukuru Mungu kupata mtendaji mwenye upendo, mwenye ushirikiano. Sisi kama wenye viti tulishirikiana naye vizuri, na watendaji wetu ambaye ni makatibu wetu sisi tulikaa naye kwa upendo. Tunamshukuru Mungu na tunamwombea Mungu kwa anakoenda akapokelewe vizuri na afanye kazi zake kama alivyokuwa anafanya hapa.